Kufariki sijui, nitakufa vipi sijui, nitakufa wapi sijui, sina mkataba nawe kwamba nitakufa lini, ni siri yako Mwenyezi Mungu, ni siri yako Mwenyezi Mungu. Ninapaswa kufanya tafakari kwa kina, nisije kudanganywa na utamu wa dhambi, nikaangamia kwa uzembe wangu. Hatima ya maisha yangu, hatima ya maisha yangu ni siri yako Mwenyezi Mungu. Hatima ya maisha yangu, hatima ya maisha yangu ni siri yako Mwenyezi Mungu. Nitakufariki sijui, nitakufa vipi sijui, nitakufa wapi sijui, sina mkataba nawe kwamba nitakufa lini, ni siri yako Mwenyezi Mungu. Soma mbele hapo unakosa kiwandishi. Amezaliwa mwaka 1935 katika kijiji cha Bukumbi, mkoa wa Tabora. Mungu amemjalia umri wa miaka 90. Modest au Mondelo Maige kama tulivyomzoea, alipata elimu ya msingi. Miaka hiyo alisoma huko Bukumbi. Kati ya mwaka 1949 ndipo alipohitimu darasa la 4. Miaka hiyo kulikuwa na darasa la 4 halafu naenda middle school. Alianza kazi katika shirika la reli TRC mwaka 1975 huko Maria mkoani Mwanza. Baadaye alihamia Usinge na baadaye alihamia Kombe mwaka 1981 akitokea huko Usinge. Alistaafu kazi ya shirika la reli mwaka 1987 hapa Kombe. Amekuwa mkazi wa Kombe na ndio maana leo tuko hapa. Amekuwa rafiki wa wananchi na wakazi wote, wakubwa kwa wadogo, familia. Modest au Mondelo Maige alipata bahati ya kuwa mke wa kwanza na ambaye alijaliwa kupata naye watoto 5. Lakini pia alifunga ndoa na Scholastica Saada Hamisi mwaka 2006. Naye alipata naye watoto 5. Kwa ujumla alipata watoto 10, walio hai ni 7 hadi hii leo wakati yeye tunamuaga hapa. Wajukuu alipata wajukuu 26, alipata vitukuu 134 na vilembwe 31. Alibatizwa tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2006, na ndipo alipopata komunio ya kwanza, ndipo alipopata kipaimara, na ndipo alipopata sakramenti ya ubatizo, na pia ndipo alipopata sakramenti ya ndoa. Kwa hiyo vitu vyote hivi alivipata katika kigango chetu cha Kombe chini ya uongozi wa katekista kama sikosei Cornelius Ndiki na viongozi wengine walikuwepo wakati huo. Alianza kuugua kati ya tarehe 20 na 22. Alikimbizwa katika hospitali ya wilaya Kaliwa maarufu kama Gorofani. Pale alipata huduma za awali, lakini wakaona jambo hilo likujia uwezo wao na kumpa rufaa kwenda hospitali ya mkoa wa Kitete, ambapo
tarehe 23 Mungu alipenda kumuita kwenye makazi yake milele. Kwa hiyo Modesty alifariki tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2025. Shukrani. Familia inawashukuru waganga na uguzi wa zahanati ya Kombe. Inawashukuru madaktari wa hospitali ya wilaya Kariwa. Pia inawashukuru madaktari wa hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete. Inawashukuru familia, inawashukuru ndugu na jamaa na marafiki ambao kwa namna moja ama nyingine mlishiriki kumuuguza baba wakati akipigania uhai wake. Mungu awabariki sana. Mondero Maige alikuwa mtu wa watu. Hakuna anayebisha juu ya hilo. Wakubwa, wazee, kwa vijana, alikuwa mcheshi. Na ndio ilikuwa asili ya maisha yake. Na ndio maana tuko hapa. Pumzika Modesty Maige. Nenda. Sisi wanakombe tutakumbuka. Wewe umetangulia. Hiyo ni safari yetu sisi sote. Nasi tunapaswa kujiandaa. Tangulia kwa tundalizio kazi. Tangulia Modesty, tangulia. Mbele yako, nyuma yetu. Mwisho wa historia ya marehemu Modesty Mondero Maige. Tumsifu Yesu Kristo.